niruhusu niwaambie sheria mbili. Sheria ya kwanza ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sheria namba 1 ya mwaka 2024 ambayo ilitungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Februari 2024, na mimi nilipata bahati ya kushiriki kama mbunge na waziri katika mchakato huo. Sheria hii ilikwenda kufuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985. Ilifuta kabisa na kuanzisha. Ndani yake kuna mabadiliko mengi sana. Lakini sheria hii na sheria pacha, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, ambayo kwa mara ya kwanza Tume Huru ya Uchaguzi inakuwa na sheria yake ambayo inaanzishwa kama tume huru. Kwa nini tulifanya hivyo? Tulifanya hivyo kwa sababu ni rahisi kufanya mabadiliko kwenye sheria hiyo kuliko kwenye katiba. Mabadiliko ya katiba yanataka muda mrefu. Lakini tulifanya sheria hizi mbili tukazitunga upya kuwapa Watanzania wanachohitaji. Na hii inatokana na falsafa ya 4R ya Mheshimiwa Rais. Madai mengi hasa ya wanasiasa kutoka pande zote ndani ya CCM chama tawala na vyama vya upinzani yalifanyiwa kazi na yakaingizwa kwenye mabadiliko haya mawili. Waliomba wakurugenzi wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Waliomba wapinzani. Sasa hivi sheria hizi mbili zimetoa hiyo nafasi. Waliomba mtu asipite bila kupingwa. Sheria hizi mbili zimetoa hiyo kitu. Zimeruhusu sasa hakuna kupita bila kupingwa. Waliomba viongozi wa vyama na hasa wa Chama cha Mapinduzi wasisimamie uchaguzi. Sheria hizi zimesema ukiwa mwanachama wa chama chochote au kiongozi au uliacha uongozi miaka 5 iliyopita, uruhusiwi kusimamia uchaguzi. Waliomba wasimamizi wa uchaguzi wapatikane on merit. Sasa hivi nafasi hizo zinatangazwa. Watu wanaomba watafanyiwa usaili. Watakayepita majina yao watatangazwa kwenye gazeti la serikali. Ili kama kuna mtu anapingamizi aseme, mmempitisha Damas kusimamia uchaguzi. Mbona huyu ni mwanachama wa CCM, tena mbunge, tena waziri? Waliomba wafungwa wapige kura, imepatikana hiyo. Waliomba uteuzi wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe na mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi yapite kwenye mchakato. Imeundwa kamati ya usaili inayoongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, makamu mwenyekiti wa Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mjumbe mwingine mmoja. Hao ndio watawafanyia interview sasa. Wewe unataka kuwa mwenyekiti wa tume? Unapeleka maombi, unapita kwenye chekecho pale. Watachuja majina 3 ndio watapeleka sasa kwenye uteuzi wa mwisho. Nimesema katika zile sheria 57 zilizofanyia marekebisho. Hebu ziangalieni hizi mbili. Sheria namba 1 2024 na sheria namba 2 2024. Na tuwajuze wa Tanzania kwamba mabadiliko ni makubwa mno. Na niseme tu, katika mchakato wa kutunga sheria na mabadiliko, mara zote haupati unachokitaka. Inategemeana na bunge limeamua nini. Mara ngapi serikali imepelekwa misaada kule imegonga mwamba? Mara nyingi tu. Sheria ya bima ya afya mnafahamu, wabunge walikataa zaidi ya mara 4. Makaja kupita baadaye baada ya marekebisho mengi. Kwa hiyo mwenye kauli ya mwisho ya mabadiliko haya ni bunge. Serikali ilipeleka mapendekezo yote ya wapinzani, bunge likaamua haya ndio yapite. Na ni makubwa mno. Kwa ninaposema hakuna mabadiliko kwenye sekta ya sheria za uchaguzi, hapa niwaambie katika sheria 57 hizo mbili za uchaguzi zimetupa nini? Zimetupa
uwanja mzuri wa kufanya uchaguzi huru na wa haki. Ile tume ya uchaguzi huru, tume huru ya uchaguzi, tunaiona sasa kwamba kweli ni tume huru ya uchaguzi. Lakini katika eneo la haki ndio eneo pana zaidi. Nianze kuongelea haki jinai. Mheshimiwa Rais kwa utashi wake, kwa mapenzi yake kwa Watanzania, wananchi wake ambao anawapenda sana. Sisi ambao tuko naye karibu tunajua kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda wananchi wake. Anavyopambana kuwaletea maendeleo, kuwaletea haki. Aliunda tume ya haki jinai chini ya mwenyekiti wa Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Othman Chande. Tume ile ilikamilisha kazi yake na vyombo vya habari mlielezwa. Sasa baada ya kukamilisha ule mzigo wote tuliletewa sisi Wizara ya Katiba na Sheria. Na Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo thabiti kabisa. Katika eneo hilo tunafanya mambo mawili. Naanza yale ya muda mrefu, afu nitakuja ya muda mfupi. Eneo la kwanza, tunatunga sera ya haki jinai. Tuliona mambo mengi ambayo tume imependekezwa yanapaswa kuwa mambo ya kisera, ili usimamizi wake uwe na nguzo za kisera. Tayari mkurugenzi wa sera na mipango yuko hapa, ndugu yangu Stambuli, ambaye leo ndio anakaimu pia kama katibu mkuu. Na mimi nimwambia mambo ndio yanaanza hivyo hivyo Stambuli. Unakaimu leo, kesho kaimu itatoka. Ameshaanza usimamizi wa hiyo sera. Tunaenda kuwapa Watanzania sera ya haki jinai ambayo itajibu mambo yote, kila moja ambayo amekialeta tu na amekosa kiungo cha kuweza kuweka. Hiki jambo la pili, tunakwenda kwenye kufanya mabadiliko ya sheria nyingi za jinai. Tayari mswada unachemshwa. Wataalamu wameshafanya vikao 4 na kimoja wamenishirikisha na mimi, tulikifanya pale Kibaha kujadili. Inaitwa Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill. Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill itafanya mabadiliko yote. Na leo bungeni nimeulizwa swali kuhusiana na hilo jambo kwenye kipengele kidogo sana cha offenses against morality, makosa ya kujamiiana. Kwa hiyo sasa ni mipango yetu ya muda mrefu. Lakini kwa sasa tumefanya nini? Tumekwenda kuimarisha utendaji ndani ya miaka hii 4 wa vyombo vya utoaji haki, taasisi za utoaji haki na mifumo ya utoaji haki.